sababu natakiwa nifanye AGM, sijui AGM inafananaje, sio mbona unanielewa? Kwa maana ya ajenda za mkutano nazifahamu, sababu zipo kikatiba. Kwa maana wajumbe na wafahamu wako kikatiba, lakini setup ikoje, flow ikoje, nani na nani wa kualika, umeelewa? Lakini mimi ni mtu ambaye nimeexpose sana kwenye mkutano, nimeexpose sana kwenye kongamano, lakini kitu ambacho kilinipa experience kubwa zaidi, tulifanya mkutano mkuu wa DRFA na wa TEFA kabla ya sisi. Kwa hiyo katika vitu ambavyo nilitamani nihudhurie ni ile mikutano. Kwa hiyo nilipata pia experience ili tunafanyaje mkutano wetu, setup iweje, wajumbe wapendeze kiasi gani. Mkutano mwingine unakuta wana uniform, kuna displays kama hizi. Wajumbe wengine kimsingi lazima waone kwa mbali, lazima waone vitu, waelewa ili wafanye maamuzi. Kwa hiyo tumejaribu kujiuliza maswali mengi ambayo kimsingi majibu yake ndio yamefanya hiki ambacho kila mtu amekifahamu. Kwa wewe sasa binafsi unadhani umefanikiwa kwa asilimia ngapi na inakupa fahari kwa namna gani wewe kama mwenyekiti wa mkutano mkuu kikatiba na ajenda zake za kikatiba ziko karibia 14-15. Of course zinaweza zingine zikaingia. Kwa hapo sisi tulikuwa na ajenda za ziada za nembo, ziada za wanachama, ya ajenda ya ziada ya bajeti ziada, kwa maana kudhibitisha zile kamati za haki. Zile kamati lazima zithibitishwe. Unaona bwana, zile ajenda 14, 15 whatever the number could be, zinatakiwa zithibitishwe moja moja. Zikithibitishwa zote, maana yake mkutano wako mkuu unafanikiwa 100%. Kwa hiyo determination ama rate ya kupima mkutano mkuu kwa maana ya mafanikio yake ni udhibitishwaji wa ajenda zake. Sasa sisi leo tumethibitisha ajenda zote, maana wajumbe wameziitika, wamezikubali. Lakini ukiachana na hilo, wajumbe wamekunywa chai, wajumbe wamekula mchana, na bado tunaendelea. Wajumbe wanaweza wakala usiku, wageni tunawaalika wote. Pepeta nimesikia wapo. Pepeta wapo, lakini upande wa pili Pepeta siku ya leo kuna sehemu wanapigaje ambapo tuna access napo tunaweza tukaenda. Kwa hiyo baadhi ya wajumbe ambao watapata hiyo access wataenda. Umeelewa? Na kama unavyoona mikutano mingi mikuu inakuwa na migogoro, inakuwa na mivutano, inakuwa na matatizo. Kama mikutano mikuu mingine kunakuwa na maaskari kabisa na mabunduki. Lakini wewe umeona leo watu wamefurahi, watu wameenjoy, watu wametoka na tabasamu, hakuna askari hata mmoja. Walinzi wetu wa K4S wanakusaidia tu kwa ajili ya kuratibu na nini. So for me it's 100% tick. Tunatamani, tunataka tupate timu ya mkuu ambayo itasoma. Tutaipataje? Unaelewa? Ndio mikakati ambayo tumeianza sasa. Nimeshafanya kikao na halmashauri na ofisi ya mkurugenzi na meya, ili wazo na wao walichukua, kwa sababu tunaona timu nyingi ziko chini ya halmashauri na zinafanya vizuri. Ziko chini ya halmashauri, timu za championship nyingi ziko chini ya halmashauri na zinafanya vizuri. Mbeya City Council iko chini ya halmashauri na zinafanya vizuri. Kwa hiyo niliwapa wazo na wao walifikirie katika yengo yao, wakati sisi tunazidi kupambana. Sisi tuna timu ya championship inaitwa Barbarian. Barbarian ni timu ambayo kama kwa pamoja tukaungana tukaishika mkono, manake inaweza ikapromote kucheza ligi. Kwa hiyo tuna kikao kingine na kikao kesho na meya Jumatatu
kwa ajili ya discussion hiyo, extension ya discussion hiyo, kwa sababu tuliona kuna parties zingine lazima nazo tuzishirikishe. Hayo majukumu nilimpa yeye, kwa hiyo kesho atanipa feedback, lakini nataka tu ujue kwa haraka sana nahitaji timu ya ligi kuu wilaya. Unaweza kusema kabla hujaondoka madarakani ama kabla ya muhula wa pili wa kwako unaona timu ya ligi kuu? Inshallah, mimi matamanio yangu, nataka unifahamu vizuri. Mimi ni mtu ambaye napenda matokeo kwa haraka, naheshimu process, napenda kupata process, lakini the impact should be as quick as possible. Kwa hiyo natamani hata kabla kipindi changu cha miaka hii minne ya awali tuwe tumeshapata. Ikishindikana tatamani pia atayekuja aheshimu mchango ambao nilipigana nao asubuhi, mchana, jioni kuhakikisha tunapata timu. Lakini ndoto yako sasa, unajua wote hatujui destination zetu. Tunaweza tukajali tukapenda kwa fulani, lakini tunaweza tusifike. Mwisho wa siku Mungu ndo hutupangia destination zetu, si ndio? Ila haimaanishi kwamba tuache kuota, tuache kupambana. Mimi ni mtu ambaye napenda kufanikiwa na kazi iliyo mbele yangu. Mimi ni mtu ambaye napenda kupambana. Mimi ni mtu ambaye sipendi kufeli. Kwa hiyo unaweza kuona hizo attitude, hiyo confidence ndio ambayo inaleta sasa matokeo. Unaelewa? Sasa kuna mwingine anakuja anasema kwamba tunamuona mbali. Of course kufika mbali ni ndoto ya kila mtu. Kama Mungu atanipangia kufika TFF nitashukuru. Kama Mungu akinipangia kufika CAF nitashukuru zaidi, kwa sababu mimi naupenda mpira. Kama nimehudumu katika level ya club ya chini kabisa, ligi daraja la 4, leo nimekuja wilayani. Sasa huko juu rafiki yangu, si ndio nitaona kwamba ndio sehemu nzuri zaidi, kwa maana coverage inakuwa kubwa. Kwa kama engineers pale hivi anavyotamba, ipo siku tutamsikia ni vijana mwingine wa tuna vijana wacha. Mimi kwanza, unajua engineer mimi ni rafiki yangu. Yes, tunafahamu, na inspiration ambayo mimi ananipa ni kubwa sana. He is one of the best young talents. Unajua watu ambao unaona kabisa vichwa vyao vimejaa madini, na uzuri mimi mara nyingi huwa anaongea naye, kwa hiyo nadhibitisha hilo. Umeelewa? So unapopata mtu kama yule, hatuwezi kusema role model in such, lakini kwa maana ya vision yake, kwa maana ya mambo yake, kwa maana promotion ambayo anapata kutoka club level anakwenda kwenye CAF level, anakwenda kwenye FIFA level, mimi kama mimi nafurahia. Leo naweza mkatofautiana kwenye mitazamo, lakini kwenye swala hili kimsingi mimi namfurahia. Very happy and he knows. Yes. Mimi ni mtu ambaye sifichi hisia zangu. Kama umevaa vibaya nitakwambia, kama umevaa vizuri nitakwambia. He knows kwamba nafurahia, I'm happy for him. Namuombea alipofika pale aende juu zaidi. Yes. Ongea na Ubungo sasa. Wewe ndio bosi wao sasa. Kwanza nashukuru wameweza kudhibitisha ajenda, wameweza kushow kwa wingi. Wana Ubungo ni watu wa imani, watu wa upendo, hawana shida. Ukifuata misingi ambayo wao waliipitisha kama kanuni na sheria, huwezi kugombana na wao. Kwa hiyo kwa hilo nawapa sifa zao. Lakini pili, ndio kwanza tuko kwenye mchakato wa kuijenga Ubungo. Leo tunaposema kamati ya ligi na mashindano, tunaposema ufundi, kamati ya nini, ni wao. Umeelewa? Zile ndo implementative committees, zile ndo kamati ambazo zinafanya hiyo kazi. Ligi na mashindano sio mwenyekiti, ni wenyewe wakae buni
wa implement policies ambazo kimsingi sisi kama Excom tuliwapa, na wana Ubungo wa show up kwa maana ya ushirikiano. Mimi lengo langu, mimi nimezaliwa Ubungo, mimi nimezaliwa Manzese, naishi Manzese, nimesoma Manzese, ni Ubungo hiyo, si ndio? Natamani kuona vipaji vingi vinatoka kwenye wilaya. Ili uwe na vipaji vingi vinapotoka wilaya ya Ubungo, lazima uvifikie. Ili kuvifikia lazima uwe na mashindano mengi ama mapana. Tukipata numbers kama 4,000, 5,000, 6,000 kwa mwaka, hatuwezi kukosa. Kama tunapata youth league kwa mfano ya under 17, tuna wachezaji zaidi ya 4,000 ambao tunawaoperate, hatuwezi kukosa 2, 3, 4, 5 kwenye national team ya under 17. Sema prize ita drop kwenye idara zote, wanawake ita drop kwenye senior team ita drop. Kwa hiyo wana Ubungo, hakuna kitu chochote ambacho mnaweza mkafanya zaidi ya kuendeleza mpira wenu wa Ubungo wenyewe. Otherwise hakuna mtu yoyote atatoka Ilala, atatoka Kinondoni aje kutuendelezea mpira wetu, haiwezekani. It should be start with ourselves, alafu wao wengine watakuja kutusaidia kama wadau. Naam, asante sana, kupendeza. Kuna mara tukakae unaitosha.